Wakala wa Chakula, Dawa na Vipodozi Zanzibar ZFDA imeendesha mafunzo kwa wadau pamoja na madaktari wa dawa za wanyama kwa lengo la kuelimisha kuhusu matumizi sahihi ya dawa za mifugo na namna ya kukubaliana na changamoto zinazowakabili katika matumizi ya dawa hizo. Kikao hicho kimefanyika katika ukumbi wa mikutano ZFDA Mombasa, mkoa mjini Magharibi. Akizungumza baada ya kikao hicho, mkaguzi mkuu wa dawa ZFDA Abdul Fattah Nasor Isa amesema lengo kuu la mafunzo hayo ni kutoa ushauri kwa wadau, kusikiliza changamoto zao pamoja na kuwapatia elimu kuhusu matumizi sahihi na salama ya dawa hizo. Lengo kuu la kikao chetu hiki ni kwa ajili ya kutoa awareness kwa wadau wetu wa dawa za wanyama pamoja na kusikiliza changamoto zao kwa upande wao. Baada ya kikao hiki tunatarajia kupokea zile changamoto pamoja na kupata njia za kuweza kuzitatua kwa lengo la kuhakikisha utumiaji bora wa hizi dawa za wanyama. Dawa za wanyama zimekuwa hazina kipaumbele sana kwa upande wetu, especially Zanzibar, kutokana na elimu kuwa haijawafikia wadau wetu wengi, kwa sababu kuna stakeholders wengi ambao wanadili na hizi dawa za wanyama, sio kwenye maduka ya dawa tu, hata katika sehemu za mifugo pia dawa za wanyama huwa zinatumika. Kwa hiyo matarajio yetu baada ya kikao hiki tutakuwa tumeweza kutatua changamoto nyingi pamoja na kuweza kulifuatilia jambo hili ambayo na kuweza kuhakikisha dawa hizi zinatumika na zinakuwa na ubora, usalama na ufanisi kwa wanyama, kwa sababu baadaye zinapotumika kwa wanyama huwa zinarudi kwa binadamu pia, kwa sababu wanyama wanatumia zile dawa, baadaye sisi tunaenda kuchinja wale wanyama, tunaweka kwenye vyakula vyetu na tunatumia. Kwa hiyo tunategemea mrejesho mzuri kutoka kwao. Kwa upande wake, afisa uhusiano ZFDA Fatuma Makame Juma amewataka wadau hao kuhakikisha wanatoa maelezo sahihi kwa wafugaji kuhusu matumizi ya dawa za mifugo, huku akieleza bado kuna changamoto ya baadhi ya wafugaji kutumia dawa kiholela na kuchinja wanyama bila kufuata utaratibu unaotolewa na wataalamu. Tukiwa kama wakala chakula, dawa na vipodozi, huwa tunatoa mafunzo mbalimbali kwa wadau wa nyama, wa chakula, wa dawa na bidhaa ambazo tunazidhibiti ikiwemo vipodozi na vifaa vya tiba. Lakini leo tulikuwa tuna wadau wa nyama. Mafunzo haya tumeyalenga kuwapa wadau wa nyama ili kwenda kuuza zile dawa ambazo zinahitajika kwa mifugo ya wanajamii. Lakini pia wanapouza hizi dawa wajitahidi kutoa maelekezo kwa wafugaji. Ikiwa sisi ni ZFDA tunatoa mafunzo, lakini na wao kama ni wadau wamekuwa ni mabalozi wakuu wa kwenda kutoa maelekezo wakati wanauza dawa za mifugo, kwa sababu kumekuwa na wafugaji wanawapea wale mifugo yao dawa na hawasubirii ule muda wa dawa kuyeyuka katika matumbo ya mifugo yao. Kwa hiyo tunachotakiwa sisi kama jamii kusubiria ile dawa kuyeyuka katika matumbo ya mifugo na kufanya prosesi za uchinjaji. Tunatakiwa tufate maelekezo tunayopewa na wataalamu ili kuepusha madhara yatokanayo na mabaki ya dawa. Kwa upande wao, wadau walioshiriki mafunzo hayo wamepongeza ZFDA kwa hatua hiyo, huku wakisema elimu waliyopatiwa wataitumia katika kazi zao na kuwafikishia wafugaji maarifa sahihi kuhusu matumizi ya dawa hizo, huku wakitoa mapendekezo ya kuendelea kufanyika kwa mafunzo hayo mara kwa mara. Tumekuja kwenye mafunzo kujifunza na kukumbushwa kanuni na sheria ambazo kwamba ZFDA wameziweka ili veterinary resorts ziweze kuzifuata na kuzifanyia kazi. Vipo vitu ambavyo kwamba tumejifunza au tumekumbushwa kwa ajili ya kuzifuata na kuzifanyia kazi, lakini vile vile nikitaka nitoe mawazo au nitoe pendekezo baadhi ya vitu. Kwa mfano, kwa ZFDA tunaweza tukafanya tafiti ya dawa fulani. Wakati mtu anapotaka kuingiza dawa, lazima kwamba ZFDA hiyo dawa yone nini wanaijua na wanaitambua. Kwa hiyo kwa mfano, kuna baadhi ya dawa unakuta kwamba tayari zishafanywa utafiti na tayari watu wanaingiza kwa ajili ya kuuza, lakini unakuta dawa ile baada ya muda fulani unakuta kwamba dawa hii na nini inastopishwa bila kuangalia kwamba kwenye stoki sisi tuna kiwango gani, na kuzirejesha zile inakuwa ni harama mara mbili au zaidi ya mara mbili.
Kwa hiyo ningalipendelea mimi kwamba wakati ambapo kwamba tunafanya utafiti tuhakikishe kwamba ule utafiti unaenda kukaa kwa muda mrefu, au inapotokezea tatizo watu wapewe muda nini vya kufanya. Kwa mfano kuna dawa ambayo kwamba imepigwa marufuku ambayo kwamba ina dawa zote ambazo kwamba zina kiambata cha levamisole. Zote hizi zimepigwa nini? Zimepigwa marufuku. Kwa unakuta kwenye stoki kiwango kilichopo ni kikubwa. Hujui sisi tukifanye nini. Kwa kuirejesha tena maana yake ni harama zaidi ya mara mbili. Kwa katika utafiti wetu ufanywe tukiwa kwamba tupo makini zaidi. Kujua muuzaji ama mdhamini ambaye anataka kufungua duka, kuna sheria, kuna kanuni anatakiwa avifuate, na vile vile nimepata kujua ili uweze kufungua duka inakubidi kabla hujafungua inatakiwa uende sehemu husika ili upate kuelekezwa sehemu gani uweze kufungua duka kabla ya kwenda kukodi sehemu na kupata hasara. Na vile vile katika habari za dawa, miongoni mwa wauzaji, ili naweza kusema ni wazo ama ni ombi katika wauzaji ambao tunashughulika na uuzaji wa dawa, anapokuja mteja inabidi umpe maelekezo sahihi, kwa sababu wateja sio wote ambao wanaweza kuelewa zile dawa zimeandikwaje ama matumizi yake na kuaje, kwa sababu kwenye dawa zile maelezo hapo lakini yameandikwa kwa Kiingereza. Kwa anapokuja mteja ama mfugaji unatakiwa umpe maelezo sahihi ili kuepusha matumizi mabaya ya dawa, na vile vile kupunguza zile antibiotic resistance kwa wanyama, kwa sababu tuseme kama ng'ombe unampa mtumiaji dawa humwelekezi ile dawa anatakiwa maziwa yatumike muda gani, ama mayai yanafaa ama nyama haifai. Kwa inabidi wauzaji tutatakiwa tuwe makini katika kutoa maelekezo. Na hizi ni ripoti za ASAM Online TV. Jina langu ni Hawa Jafar Khamis, lakini nyuma ya kamera ni Alexa Madaha. Suala la ajali za barabarani limekuwa ni janga kubwa hapa nchini, na sababu kubwa inayopelekea ajali hizo ni madereva kudharau sheria na taratibu za usalama barabarani. Hivyo serikali kwa kutambua umuhimu wa suala hili imeiagiza Wizara ya Ujenzi na Uchukuzi kuhakikisha tunaweka kamera za barabarani ambazo zitasaidia kuchukua makosa kama mataifa mengine yaliyoendelea yanavyofanya. Katika juhudi za kuimarisha usalama barabarani Zanzibar, Mamlaka ya Usafiri na Usalama Barabarani Zanzibar imeanza kutumia teknolojia ya kisasa ya rada kamera na spidi kamera. Kupitia kamera hizi, endapo dereva atazidisha mwendo wa chombo kinyume na viwango sahihi kilichowekwa katika maeneo husika, kuendesha chombo cha maringi mawili bila kuvaa kofia ngumu yaani helmet, kupakia mizigo au abiria kinyume na utaratibu, pamoja na makosa mengine yote yaliyoorodheshwa katika sheria namba 7 ya mwaka 2003 ya sheria ya usalama barabarani, kamera hizi zitarekodi makosa, muda, eneo pamoja na nambari ya usajili ya chombo. Kisha mfumo utatuma ujumbe kwa mmiliki wa chombo kupitia simu ya mkononi baada ya kufanya kosa, pamoja na nambari ya malipo yaani control number anayotakiwa kulipia si zaidi ya siku 14. Mamlaka inawasisitiza wananchi wote wa Zanzibar kubadilisha umiliki wa vyombo vya moto mara tu baada ya mauziano, kwani faini hutozwa kwa jina la mmiliki aliyesajiliwa katika mfumo na kadi ya chombo.